BW Media, stay informed. Mpenzi mtazamaji, ni kukaribisha katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mwongozo wa kujifunza Biblia ni kipindi ambacho tunajadili mambo ya kiroho, hususa kutoka katika maandiko matakatifu, yaani Biblia, ambapo tunachagua mada mojawapo, tunakuwa tukiijadili kwa kina zaidi, tukilinganisha na uhalisia wa maisha yetu leo. Na katika miezi hii mitatu tunakwenda kujadili somo muhimu sana, tukiwa na mada kubwa: kukua katika mahusiano na Mungu. Kukua katika mahusiano na Mungu. Mada hii tutakuwa tukichanganua kwa kuwa na mada ndogo ndogo ambazo tutakuwa tukiziangalia zaidi katika masomo haya. Na leo tunakwenda kuanza somo la kwanza lenye kichwa cha somo kukagua uhalisia. Kukagua uhalisia. Katika lugha ya Kimombo unaweza kusema reality check. Tathmini ya hali yetu ya kiroho. Kuna wachambuzi ambao tumekuwa tukiambatana nao mara kwa mara. Niko na Baraka Mwambopo, lakini pia niko na mwinjilisti Matthew Masaka. Hawa tutatembea nao katika mjadala wa leo, tukiangalia namna ambavyo tunaweza kujikagua. Karibishe kwa kuanza mwinjilisti Baraka Mwambopo atuongoze katika fungu ambalo linabeba mjadala wa leo. Kisha mwinjilisti Masaka atatuongoza katika utangulizi. Tunakwenda kutazama mambo gani katika somo la leo. Karibu sana. Asante sana kwa kunikaribisha, na tunaendelea na somo letu zuri, na fungu letu la kukalili linatoka katika kitabu chetu kizuri cha Yohana 15 mstari wa 9. Nami nasoma kama Biblia ilivyoandikwa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Nasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Tufumbe macho tuombe. Asante Mwenyezi Mungu usheju mbinguni. Asante kwa kuwa pamoja na sisi. Sai Mungu, tunamualika Roho Mtakatifu aingie katika mioyo yetu, atufundishe na kutuelekeza yale ambayo natamani sisi wasemaji na wasikilizaji tuyasikie na kuyapata kwa ajili ya kujiandaa kwa ufalme wako ujao mara ya pili, katika Yesu Kristo tukijikabidhi. Amen. Tunamshukuru Mungu tena kwa nyakati nyingine kwa ajili ya kuanza masomo ya robo ya pili. Tumekuwa na mfululizo masomo katika robo ya kwanza kitabu cha Filipi na Kolosai, na tumehitimisha vyema, na tunaanza katika robo ya pili katika masomo ya pekee. Mada kuu katika lesson ya robo hii ya pili inazungumzia habari ya kukua katika uhusiano na Mungu. Kukua katika uhusiano na Mungu. Katika maisha yetu ya kiroho tunapaswa kukua. Kwa wale wazazi au walezi, unapokuwa na mtoto ambaye umemzaa na onyesha mabadiliko katika ukuaji wake, inaita huzuni sana. Lakini mtoto anapopiga hatua katika ukuaji wake, inatia moyo kwamba mtoto ana maendeleo katika maisha yake. Na tunajifunza namna gani katika maisha yetu tunaweza kukua katika uhusiano na Mungu. Inamaanisha nini kukua katika mahusiano na Mungu? Kukua katika mahusiano na Mungu inamaanisha kwamba ni mchakato. Ni mchakato wa kuongezeka kwa ufahamu, yani maarifa. Unakuwa na maarifa juu ya mambo ya Mungu na mambo ya kiroho. Lakini katika upendo na katika utii kwa Mungu, unaongezeka katika maarifa, katika upendo, katika utii. Lakini unapokadi unavyoendelea kukua, unaakisi au unafanana na Kristo katika maisha ya kiroho. Hii inahusisha kujenga ukaribu na Mungu katika maisha yetu kupitia mambo kama manne. La kwanza, kujifunza neno la Mungu; la pili, maombi; la tatu, ushuhudiaji. Haya yote ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Na unaishi maisha ya ushindi, maisha ya utakatifu, huku kitimiza kusudi la Mungu katika ulimwengu wetu. Kuna mambo matano yanaonyesha ukuaji katika maisha ya kiroho. La kwanza, kuwa karibu na Mungu, kujenga urafiki na Mungu, kupiga hatua katika kumkaribia Mungu katika maisha ya kila siku. La pili, kubadilika kufanana na Kristo. Hii ni ukuaji unaolenga kufikia kimo cha utimilifu wa Kristo. Jambo la tatu, ufahamu wa neno la Mungu, yani kujifunza Biblia kila siku. Kila siku unapata nafasi ya Biblia, yani unajilisha kilo ili kuweza kukua katika maisha ya kiroho. Lakini jambo la nne, maisha ya maombi.
kujenga uzoefu binafsi na Mungu kwa njia ya maombi, kuna kufanya uweze kuwa na ukuaji katika maisha ya kiroho, na hiyo inatusaidia kupiga hatua katika ukuaji wetu. Lakini jambo la tano ni kutembea katika utii. Hii unajifunza namna ya kufahamu mapenzi ya Mungu ambayo amefunua katika neno lake, na ukuaji huu ni safari inayoendelea ambayo inahitaji nidhamu, inahitaji hekima, inahitaji msaada wa Roho Mtakatifu ili kustawi na kuchanua kiroho. Tumbia katika mada yetu inazungumzia habari ya kujikagua au kujitathmini katika maisha ya kiroho, katika uhalisia wetu. Ndio mada yetu katika somo la kwanza. Maana tutafuliza na mada 13 katika somo la robo hii inazungumzia namna ya kujenga mahusiano na Mungu, lakini mada yetu ya kwanza inazungumzia kukagua uhalisia au kujitathmini katika maisha ya kiroho. Ni vizuri kufahamu uhalisia wetu ni upi katika maisha yetu ya kiroho. Na ile fungu letu kuu au fungu letu elekezi ni kile kitabu cha Yohana Injili 15 fungu la 9. Linasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Ili tuweze kufahamu uhalisia wetu katika maisha ya kiroho, lazima tujikague, tuone tuko wapi, tumesimama wapi. Na ile fungu la elekezi linatuelekeza tuweze kukaa katika pendo la Kristo. Ndio kipimo halisi cha kujikagua kwamba je, tunaendana na pendo la Kristo, maana Mungu ni pendo. Nasi tunapaswa tukae katika pendo la Kristo. Tunapojitathmini maisha yetu ya kiroho, je, tumejengwa maisha yetu katika upendo wa Kristo? Tunapojitathmini, je, tunajikuta tumepungua wapi katika upendo wa Kristo ambao unatujenga kuwa na umoja na ukaribu na urafiki na Mungu? Ni vyema tukajitathmini kuhusiana na maisha yetu ya kiroho, namna tunavyolinganisha maisha yetu, utendaji wetu, mvuto wetu kulingana na upendo wa Mungu ambao ni kipimo kikuu cha kukagua na kuangalia uhalisia wetu katika maisha ya kiroho. Unapogundua uhalisia wako kwamba umepungua wapi, hatua inayofuata ni kumwendea Kristo na kuweza kutubu na kuenda kupata msamaha na kupata utakaso ili kuweza kuishi maisha yanayojenga mahusiano ya kila siku na Mungu. Na hii inawezekana tupate tunapoketi miguuni pa Kristo, kujifunza neno la Mungu, kuwa na maombi, kujiunga na Roho Mtakatifu ili tuweze kukua na kufikia katika kimo cha utimilifu wa Kristo. Hayo ndio maisha ya uhalisia ambayo tunapaswa kujikagua na kufahamu tumefikia wapi ili tupige hatua katika kuchumilia mede ya thawabu. Asante. Asante sana Mwinjilisti Masaka kwa utangulizi ambao umeenda mbali zaidi kutuangazia namna ambavyo tunaenda kuyaona mambo kwa upana katika robo hii au miezi mitatu hii ambayo tunakwenda kujifunza. Niseme tu kwamba Mwinjilisti Baraka, tunaendelea na katika hali ya kucheki au lazima uwe na kipimo fulani ambacho kipo. Sasa tukisoma katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 14-17, Yesu anaeleza hali ya watu wake wa siku za mwisho, na anaenda mbali, anasema kuna hali ya uvuguvugu. Hii hali ya uvuguvugu ina maana gani hasa tunapokuwa tukijikagua hali yetu kupitia kipimo ambacho ni Yesu Kristo mwenyewe? Naam, asante sana kwa swali zuri, na ni swali ambalo linatatiza kwa sababu hapa ni kama anaongelewa kwenye yale makanisa 7, huyu anayeitwa Laodikia. Lakini pia Laodikia amefananishwa sana na hali halisi ya nyakati za mwisho, kwamba nyakati za mwisho hizi tulizopo sisi, watu wengi hatuonekani kuwa moto wala hatuonekani kuwa baridi. Kwa msemo wa haraka haraka ni kwamba tunaishi maisha ya kinafiki. Maana yake tunaishi maisha ya kuwapendeza wanaotuangalia usoni, lakini hatumpendezi anayetuangalia moyoni. Na hapa swali lako linatutaka sana tugundue maana ya kuwa baridi ni nini, na kwa nini mtu asiwe moto, na kwa nini huyu mtu anaamua kuwa baridi. Kumbuka hii ni sifa ya hili kanisa. Yaani mtu unapotaka kumwelezea mtu mwingine ambaye hafahamiki sana, lakini watu wanaweza wakawa wanamfahamu kwa sifa zake, kwamba yule mchambuzi ni yule ambaye ana nywele nyingi. Kwa hiyo tu ni sifa mojawapo ya kunionyesha kwamba huyo mchambuzi anaitwa Baraka, kama mfahamu anaitwa Baraka, basi ana nywele nyingi.
hicho kitendo cha kuonesha kwamba ni sifa yake, basi tunajua ili ni kitu halisi. Kwa hiyo hili kanisa linaloitwa Laodikia limeonekana kwamba li vuguvugu ni sisi, kwa sababu ni kweli sisi tu vuguvugu. Maana vuguvugu ni nini? Tupo kwa Yesu kidogo na tupo kwa shetani kidogo. Kuna mambo ya Yesu ambayo hatuyafuati na kuna mambo ya shetani ambayo hatuyafuati. Kuna mambo ya Yesu tunayapenda na kuyafuata na mengine hatuyafuati. Lakini tukumbuke kwamba Yesu anasema ile Ufunuo 3:11 kwamba yeye anakuja upesi. Na aishi kusema tu anakuja upesi, anasema anakuja kutupatia taji. Lakini wapatia taji ni wakina nani? Ni wale tu wanaotenda mapenzi yake. Sasa hao wanaotenda mapenzi yake hatuwategemei sana wakute wakiwa vuguvugu. Maana yake ni nini? Wapo tayari kufanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Na mtu yeyote ambaye mwelekeo wake haupo kwa Yesu, maana yake haupo kutimiliza yale Mungu ambayo ametuambia tuyafanye, huyu Yesu anasema kwenye 16 pale, atamtapika. Maana yake hanogi. Maji ya uvuguvugu kuyanywa huwa kuna muda hayanogi. Ni kama chai ya uvuguvugu hivi, imepoa haijapoa, ukiwa unakunywa usikii utamu. Ni vyema tu iwe ya baridi nijue ni ya baridi au ya moto nijue ya moto. Huyu Yesu anasema atakutapika. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka, mbinguni hawaendi watu ambao wamekaa katikati. Na ndivyo tunakumbuka kule. Sasa tunarudi kwenye Yesu, ambapo tutaenda mbele, tutaona mambo ya mzabibu wa kweli, kwamba Yesu yeye anajitambulisha kama yeye ni mzabibu, tena sio mzabibu mwitu, ni mzabibu halisi ambao unaleta matunda halisi. Kwa mtu yeyote anayemkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ni lazima moja, asikubali kuwa baridi. Maana yake asikubali kucompromise, asikubali kuchukulia poa tunapozungumzia mambo ya imani. Na hapa tukumbuke tu jamani, Mungu anatutaka atujue ili atusaidie. Anavyosema ajue wewe huu baridi, maana yake kama huu baridi hatume watumishi wake waje kukuokoa. Lakini kama upo moto, aendelee kukulinda usiteteleke. Na kama atakulinda, kuna mahali anasema hapa atakufanya wewe kuwa nguzo. Tena nguzo ya hekalu la nani? La Mungu. Ile 12 watasoma 3:12 kwamba wewe utakuwa nguzo kwenye mji mpya. Kwa nini? Kwa sababu wewe huu moto, wewe si baridi. Maana yake unashikilia yale maagizo unayopewa na manabii, unayopewa na mitume kupitia Biblia ambayo tunaisoma, lakini pia unawafanya wengine kuwa wanafunzi. Kwa mpaka hapo tu utajigundua kwamba kama wewe upo katikati ya kupenda mambo machache ya Mungu na mambo machache ya shetani, wewe automatic hapo ni nani? Ni baridi. Asante. Naam, asante mchambuzi Baraka. Tukienda mbele zaidi, mchambuzi na mwinjilisti Masaka, tunaona katika aya hiyo ya Ufunuo sura ya 3:14-17, hali hii kwa mujibu wa maelezo ya Yesu pale inaonekana ni hali mbaya sana. Sasa tunajifunza nini katika uhalisia wetu kulingana na hii hali ya uvuguvugu? Maana ipo kama alivyochambua mwinjilisti Baraka, inatuathiri sana katika maisha yetu. Ni ngumu kujua mtu kasimama upande gani. Na wewe una mchango gani katika hili? Hali yetu inaelezwa kwanza na shahidi aliye mwaminifu, mwanzo wa kuumba Mungu, yani Yesu Kristo. Kwa ujumbe wake kwetu ni ujumbe wa hakika na ujumbe wa kweli. Na hali hii imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ina vipengele viwili, sehemu ya pili ina vipengele vitano, jumla vipengele 7. Hali ya uvuguvugu ambayo Yesu anaieleza hapo, kwa upande wetu katika tathmini ya sehemu ya kwanza, kuna mambo mawili. Kwanza, tunajiona ni matajiri na hatuna haja. Jambo la pili, hatuna haja ya kitu. Kwa maana tuna hali ya kuridhika, kujiona tuko sahihi kwa kila kitu. Lakini sehemu ya pili ambayo ni mambo matano, jinsi Yesu anavyotutazama. Tunapotazama wenyewe tunaona kwamba sisi ni matajiri na hatuna haja ya kitu, yani mambo mawili. Lakini kama Kristo kuna mambo matano. La kwanza ambalo Yesu analielezea jinsi tunatazama sisi hali yetu ilivyo, anasema kwamba sisi, jambo la kwanza kabisa anaolieleza hapa, kwanza ni wanyonge. Lakini pili, wenye mashaka. 3, maskini.
4 kipofu na 5 uchi. Na hali yetu ipo hivyo. Ni hali mbaya kabisa ambayo shahidi aliye mwaminifu anaieleza hapa. Kwa sababu tuna hali mbaya, tunahitaji kupata ushauri, na ushauri anatoa Yesu mwenyewe kwamba njooni kwangu mjipatie dhahabu safi iliyosafishwa ili mpate kuwa tajiri. Dhahabu hii ni imani. Imani itendayo kazi kwa upendo. Na dawa ya macho mpate kupaka, mpate kuona. Dawa ya macho ni Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu hakuna ukuaji, hakuna uhusiano na karibu na Mungu. Tunahitaji Roho Mtakatifu ambaye ni wakala wa Mungu, tujengee kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Lakini ushauri mwingine anasema kwamba tuvae haki ya Kristo, vazi la haki ya Kristo, vazi la kustiri uchi wetu. Na tunaipata haki ya Kristo kupitia kwa njia ya imani, ya imani pekee. Kwa njia ya imani tunapata haki ya Kristo. Kwa shahidi aliye mwaminifu, baada ya kutueleza hali yetu jinsi tulivyo, anatupatia ushauri twende kwake akatupatie haki yake, vazi lake, akatupatie dawa macho, Roho Mtakatifu, akatupatie utajiri wa imani, tenda kazi kwa upendo ili tupate kuwa matajiri, tutembee katika uhalisia wa maisha ya Kristo, ambayo kupitia katika maisha hayo tunaangaza tabia ya Yesu, maana tunakisi tabia yake, na hivyo ulimwengu unapotutazama utamuona Kristo katika maisha yetu, katika uhalisia wetu. Kwa katika mambo hayo 7 ambayo nimeeleza, yanaelezea hali yetu. Yaani yale mawili ambayo sisi tunajitazama kama sisi ni matajiri, lakini kwa Yesu kwamba anaona sisi ni vipofu, maskini, uchi, na anatupatia ushauri mwema ambao tukiufuata huu ushauri tutakuwa na mahusiano na Mungu katika maisha yetu, na hiyo ndio uhalisia ambao Yesu anahitaji tuonyeshe katika maisha yetu, ili kupitia uhalisia huo tupate kuwa mashahidi wake katika ulimwengu. Asante. Asante kwa maelezo hayo Mwinjilisti Masaka. Lakini tukisalia pia hapo, tukienda kipengele cha pili, ambapo tunaona katika Ufunuo sura ya 3 aya ile ya 20, tunaona Yesu yuko mlangoni anabisha. Sasa tuna mambo gani ambayo tunajifunza tukiendelea kucheki hali yetu kulingana na kipimo ambacho ni Yesu Kristo mwenyewe? Baada ya kupokea ushauri kutoka kwa shahidi aliye mwaminifu, alipotuambia hali yetu ilivyo na akatupatia ushauri twende kwake, huu shahidi aliye mwaminifu ana upendo wa kina zaidi kwetu. Anatupatia katika lile fungu la 19 kwamba wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Kwa hiyo uwe na bidii ukatubu. Kwa katika aya 19 anatuambia kwamba Yesu anatupenda. Na kwa sababu anatupenda, anatukemea, na makemeo yake ni ya upendo ili kutujenga kurejea katika mahusiano na Mungu, ambayo hapo awali tuliyavunja kwa sababu ya kujua sisi ni matajiri na tunajiweza wenyewe, hatuhitaji msaada wa Mungu. Na hivyo kwa kupata ushauri huu kuna mambo 3. Kwanza anatukemea kwa sababu ya upendo wake, anatukemea. Tunapokubali kukemeo la Kristo tunarudi kwake na kutubu. Na tukitubu anatupatia thawabu. Thawabu ni zawadi ya pekee ambayo anatupatia kutoka kwake. Na katika aya 20 anasema kwamba tazama nabisha, nasimama mlangoni nabisha. Tunaposikia sauti ya Kristo ikigonga ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu, tunapofungua, ameahidi kuja na kufanya mahusiano na sisi. Atakaa pamoja nasi, atakula pamoja nasi. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba tunapofuata ushauri wa shahidi mwaminifu, tunapokubali kukemewa, tukatubu na tukapata thawabu. Thawabu hii ni kuketi pamoja na Kristo, yani kujenga mahusiano upya na Mungu aliye hai. Na hii ni hatua kubwa, maana tumegundua uhalisia wa maisha yetu. Na kuona kwamba sisi ni kweli tunahitaji Kristo, tunahitaji toba, tunahitaji matengenezo ya kweli. Hali yetu ni tofauti na ambapo tunakuwa tunajitazama kama sisi ni matajiri na tunajiweza wenyewe, isipokuwa tunahitaji msaada wa Kristo. Kupitia kukubali kemeo la Kristo na kutubu, tunajenga mahusiano upya na Mungu, maana tutafungua mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu atakaa ndani yetu na atatuongoza kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Tutasamisha mapenzi yetu chini ya mapenzi yake na tutakubali kuongozwa naye, na hivyo tutakuwa salama zaidi tunapokubali makemeo ya Kristo. Kemeo linakuja kwa mzazi kwenda kwa mtoto anayempenda. Mtoto ambaye unampenda, ukimwona kwamba anaenda tofauti, unamkemea. Lengo kubwa ni kumrejesha. Kristo anatupenda, anatukemea leo kwa hali yetu ilivyo kiroho, ili tuweze kurudi katika njia iliyo sahihi, tujisalimishe chini ya mapenzi yake, tutembee katika neema na uwepo wake. Asante. Naam, nimeguswa sana na haya maelezo. Kimsingi
ili uone kwamba mtu anakujali mwinjilisti Baraka, akikukemea kama una upendo, kama unahisi huyu anayenikemea ananipenda, unaweza ukawa uko sawa. Kwa hiyo wakati fulani maonyo kumbe huwa yanategemea sana upokeaji wa yule anayeonywa. Una mchango gani sana katika kipengele hicho, ukiyatazama mambo kama kijana pia? Maana tunaishi katika ulimwengu ambao ni wa Gen Z, vijana ambao ukiwakemea nao wanatafuta option ya kukuataki na hoja nyingine na mambo mengi. Uchangie kidogo hapo, ukiyatazama mambo katika uwanda huu wa maisha yetu kwa uhalisia. Asante sana. Kiukweli hapa kwa ulimwengu wetu sisi vijana pana kautata kidogo. Elda ameeleza kwa muktadha wa kidini na namna ambavyo Yesu anatupenda. Lakini kuna vitu ambavyo sisi Gen Z hatuvipendi. Cha kwanza inasema ninaowapenda mimi nafanyaje? Nawakemea. Yaani sisi vijana kukemehewa sio kitu tunataka. Wala mzee anayekemea sisi sio mtu wetu. Na ndio uhalisia. Na dunia imetutengeneza hivyo kwamba ukitaka kuniadhibu mimi, come with word of love. Njoo na maneno ya upendo, ni peti. Niambie my son, my dear, please don't do that. Yaani usifanye hivi. Yaani tengeneza mazingira ya kunibembeleza, sio ya kukemeana. Lakini hapa Yesu yeye anasema upendo unaoneshwa kwa kukemea. Na tukumbuke hata kule Suleiman aliandika katika kitabu cha Mithali kwamba fimbo haifanyaje? Haiui. Fimbo inafanyaje? Inamrudi mtoto, inamrudisha kwenye mstari ulio sahihi. Kwa kuna muda hapa Yesu anasema anatukemea, alafu lengo la kutukemea ni kuturudi. Ingawa sisi hatupendi kukemehewa. Na hata ikitokea binadamu umekuja kusimama mbele ya pulpit au mimbali unakemea, wewe utakuwa umetukwaza Jumamosi hiyo, tena umetukwaza kabisa na utakuwa mada. Lakini kiukweli hapa tunajifunza, tutapoona mtu anatukemea, na kemeo ni kweli linatutoa katika tabia zetu mbaya, kuturudisha kwa Mungu, basi hapo tusichukie. Ni kweli inaumiza, inakera, hatupendi kuyasikia, lakini ni njia ya kuturudisha kwa nani? Kwa Mungu, na sisi tukubali. Lakini kuna kitu kingine hapa 19 ambacho pia sisi hatupendi. Anasema na uwe na bidii. Maisha saizi ni haraka, maisha ya kupangusa. Yesu anatutaka tuwe na bidii. Bidii katika nini? Katika yale aliyotuambia tusifanye. Maana yake na utubu. Anasema uwe na bidii na ufanyaje? Na utubu. Maana yake moja, una confess kwamba unakubaliana na kosa ulilolifanya ambacho sisi Gen Z hatupendi kukubali, cha kwanza. Cha pili, uwe na bidii ya kukiacha hicho kitu ambacho umeambiwa usifanye. Ndio maana ya toba. Toba maana yake ni kwamba haurudi tena kile ambacho umeshakitubia. Kama umetubu utaacha dhambi fulani, hatukutegemei tukuone tena unafanya. Wewe unatakiwa uondoke kwa ule ujumbe wa Yesu unaosema umesamehewa dhambi zako, usitende dhambi tena. Kwa hiyo ili usitende dhambi tena lazima uwe na bidii. Bidii kwenye nini? Ndio tunarudi kule juu ambako anasema tusiwe vuguvugu. Alafu tusijimilikishe ule umiliki kwamba sisi ni matajiri. Mbona tunaweza tu tukaishi? Mbona maisha yanaenda? Mbona hata bila Yesu tunaweza tu tukapata hela, nikabeti nikapata mkeka? Lakini hapa anatutaka kama tumekemewa tuache dhambi na Yesu ameturudi, basi tuwe na bidii katika kutubu. Tuwe na bidii alafu tutubu. Tukitubu kuna maneno mazuri anayasema hapa, ambayo hayo maneno naomba niyasome sasa kwenye kitabu cha Yohana. Kwenye kitabu cha Yohana 15 ule mstari wa 7. Tasoma pale, anasema nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Haleluya. Sisi vijana kumbuka, tunatamani kuona vitu vinatokea na vinatokea haraka. Kumbe tumeomba sana, vitu havifanyaje? Havitokei. Ili hivi vitu vitokee, neno linatuambia lazima tukae ndani ya nani? Ya Yesu. Alafu Yesu akae ndani yetu, ndipo tutakuwa na nguvu ya kuomba kitu chochote, alafu Yesu atakitekeleza. Kwa hiyo sisi vijana tutakuwa wa haraka, lakini tulio ndani ya Yesu, na Yesu atatenda kwa sababu sisi ni wa kwake. Naam, nadhani tunaweza kuendelea mbele zaidi. Tunajifunza jambo lingine katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 21.
ambapo tunaona Kristo anazidi kuonesha namna ambavyo upendo wake unavyozidi kwenda mbali zaidi mpaka kufikia hatua ya kuishi pamoja na hao wanadamu. Lakini nilikuwa najaribu kuangalia upendo wa milele unaozungumzwa hapa Mwinjilisti Masaka, nikakutana na aya ya Yeremia 31 fungu la 3 mpaka la 4, ambayo nayo inaonesha kwamba upendo huu haujaanza sasa, ulianza toka zamani. Sasa natamani katika unapokuwa unakichambua ujaribu kueleza ukihusianisha na aya mbalimbali ambazo zinaonesha namna ambavyo Mungu amekuwa akishirikiana na wanadamu kuonesha uhalisia wa upendo wake. Upendo wa milele kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 fungu la 21, baada ya kupata ushauri wa shahidi aliye mwaminifu na kukubali kukemewa na kutubu na kupata thawabu, ni vizema tukaangalia namna ambavyo Mungu anatupenda, ndio maana anatukemea, anatujali. Na kitabu cha Yeremia kinazungumza katika sura 30 na 1 aya 3, Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Upendo wa Mungu ni upendo wa milele. Alitupenda kabla hajatuumba, na ndio maana alipotuumba alituumba kwa mfano wake na sura yake. Kuumba kwa mfano wake na sura yake inaonyesha namna ambavyo Mungu anatupenda. Hakutuumba kwa mfano wa ndege, hakutuumba kwa mfano wa wanyama, hakutuumba kwa mfano wa mimea, ametuumba kwa mfano wake mwenyewe. Hakuna kiumbe kilichopendwa kwa namna hiyo kama mwanadamu ambaye tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na sura yake. Na hivyo inadhihirisha namna ambavyo Mungu anatupenda na kutujali. Na kwa namna hiyo basi, jinsi Mungu ambavyo anaonyesha upendo huu hata baada ya kuumba mwanadamu, katika bustani nzuri ya Edeni, akampatia jukumu la kulima na kuitunza, na kumpatia sheria ya kutii maelekezo na maagizo ya Mungu. Na katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 7 anasema, Bwana alimuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Lakini baada ya anguko la mwanadamu, Mungu anamtafuta Adam na Hawa. Uko wapi? Kumtafuta maana yake ni kumpenda, ni kumjali, kumrejesha katika ushirika pamoja na Mungu, kumrejesha katika mahusiano upya na Mungu yaliyovunjika baada ya dhambi. Kwa upendo Mungu pia unaonyesha namna ambavyo anatutafuta katika maisha yetu. Lakini pia upendo Mungu unaonyesha namna ambavyo hata baada ya dhambi, katika Mwanzo sura 5 fungu la 24, Mungu anamchukua, anamtwaa Henoko, anaenda mbinguni akiwa katika hali ambayo Mungu alimpatia neema na akapata kibali mbele zake. Henoko akaenda pamoja na Mungu, maana Mungu alimtoa. Lakini katika Mwanzo 6 fungu la 13, dunia ilijaa dhuluma, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Mungu anaendelea kutupenda na kutujali. Lakini katika Mwanzo sura 12 ya kwanza hadi ya 4, Mungu anamuita Abraham na anampatia wito mtakatifu kwamba afanye urafiki na yeye, afanye mahusiano na yeye, atamfanya kuwa taifa kubwa, atambariki nawe baraka kwa watu wengine. Jinsi Mungu alivyomtafuta Abraham na kumuita, ndivyo anavuita leo katika masaa mazuri haya. Anatuita pamoja katika ushirika na yeye, tufanye mahusiano na yeye. Ndio maana katika robo hii masomo ya 13 tunajifunza namna ya kuwa na uhusiano na Mungu, kujenga ushirika, kuwa karibu na Mungu, kufanyika kama marafiki wake, kupitia uzoefu ambao Mungu anataka tuupitie ili tuweze kuishi maisha ya haki yanayompendeza. Tumeona hapa kwamba kumbe tangu zamani upendo wa Kristo, yani upendo wa Mungu kwa wanadamu ulikuwepo kabla hata hajaumbwa mwanadamu. Sasa kwa uhalisia wetu leo, upendo, niseme tu kwamba upendo unahitaji ushirikiano. Yani unayependwa na unayependa lazima muwe kwa namna fulani, kuna mambo mnakubaliana. Sasa kwa uhalisia wa maisha yetu leo, unadhani ni mambo gani ambayo yanafanya uhusiano wetu na Mungu upungue au tusiwe na mahusiano mazuri na Mungu? Kinachofanya tusiwe na mahusiano hayo mazuri katika karne hii na ulimwengu huu hasa ni nini kwa sasa? Yesu anasisitiza pendo na akionyesha kwamba yeye na Baba wana upendo, wanapendana. Lakini katika upendo kuna kitu lazima kiwepo, kinaitwa amri. Amri maana yake ni mwongozo unaoongoza hawa wanaopendana wasisigane. Ni mambo ambayo wanaafikiana kwa umoja, na kule kuafikiana kwao ndio upendo unakotengenezwa. Kwa tutegemei wanaopendana hawana mipaka. Kuna vitu ambavyo ukivifanya upendo unapungua
na kuna vitu ambavyo ukivifanya upendo unafanyaje? Unaongezeka. Na Yesu hapa anajitabanaisha kwa kusema yeye Bwana alifanya mapenzi ya Mungu yote, ndio maana yeye na Baba wana nini? Wana upendo. Vivyo hivyo sisi anatuita tufanyaje? Tupendane kama yeye alivyompenda nani? Baba. Sasa kwa dunia sasa upendo tumeugeuza kutoka kwenye upendo wa kufuata amri na mipaka, umekuwa ni upendo wa kuvunja mipaka. Kama tunaweza tukavunjiana mipaka na tukafurahiana, huo ndio upendo tunafanyaje? Tunaupenda. Ule ambao una mipaka, kwa sababu mipaka inapunguza kufurahiana, anasema huo upendo sisi hatuupendi. Kwa nini hatuupendi? Kwa sababu tunaangalia malizisho ya mwili. Hatuangalii uhusiano wa kindugu ambao unajengwa na Yesu katikati. Na kuna hili fungu ambalo linasema haya 15:11, haya nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Kumbe tukiwa na upendo furaha inafanyaje? Inatimizwa. Ili uone mimi na wewe tunapendana, lazima tunafurahiana. Yaani binadamu kwa binadamu ili wapendane lazima tuwe tunacheka pamoja. Kuna stories zina flow. Kama hakuna vistori vya kucheka pamoja vya kufurahiana, lazima kuna macho ya kuoneana aibu au ya husuda huwa yanatawala. Lakini utamgundua Yesu hapa, yule ambaye amesema kwenye Ufunuo, wote wanaonijia kwangu, si ndio? Hawatowaacha kamwe. Huku kwenye Ufunuo, kwenye Yohana anasema kwamba kama ukitaka kufurahiana, basi kuwe na nini? Kuwe na upendo. Kumbe furaha sio intimacy. Yaani furaha sio mapenzi ya kimwili. Ni mahusiano kwanza ya kijamii. Kwa hiyo hii dunia sio ili wewe na rafiki yako muonekane mnapendana ni mpaka mfikie hitimisho la kufanya mahusiano ya kimwili. Mungu anasema upendo unaotajwa hapa ni upendo wa kindugu, upendo wa kumjali mwingine, upendo ambao unaweza ukatoa damu yako kufa kwa ajili ya mwingine. Yaani maana yake unaweza ukatoa na chakula chako wale mwingine, wewe ukae na njaa, ila kwa sababu kinachokusukuma ni upendo tu. Hicho ndo anachomaanisha hapa Yesu. Hamaanishi lile pendo ambalo sisi tunalipenda, pendo linaloendana na tendo. Ili ni pendo lenye matendo ya kijamii. Ndilo Yesu analolizungumzia. Kwa sisi tunaokuwa na ni vijana, moja tumeambiwa tupende kwanza wazazi. Hilo tulisahau. Pili anasema tuwapende jamii ya waaminio. Tatu tuwapende maadui zetu. 4 na kubwa kuliko yote tumpende Yesu kama Yesu alivyotupenda sisi, hata akajitoa uhai wake kwa ajili yetu. Hata sisi lazima tufikie mahali itapobidi kujitoa, tujitoe uhai wetu kwa ajili ya Yesu. Huo ndo upendo to the maximum. Na ufanyi kwa sababu utapata faida. Ni kwa sababu ni ukweli kabisa unampenda, kwa sababu hata yeye alifanya hivyo, sio ili apate faida, la hasha, ili tu wewe upone. Kwa kama ni kumponyesha mtu mimi nife, basi huo ndo upendo unaopimwa hapa, na ndio ambao ninausisitizia siku ya leo. Pendo la Mungu, la Baba Yesu, la Baba alipo kwa Yesu, la Yesu lipo kwetu, na sisi tunamrudishia yeye kama tunavyorudishia watu wengine. Mwinjilisti Masaka, katika kuendelea na somo hili, tunaenda katika ile Yohana 15 fungu la kwanza mpaka 11 ambapo Yesu anasisitiza kukaa. Na tunaona pale mfano wa mzabibu. Natamani uzungumze kidogo kwamba ana maana gani hasa kuhusianisha mzabibu na namna ambavyo tunapaswa kukaa pamoja na Kristo. Anapozungumzia habari ya kukaa katika Yohana sura ya 15 aya ya kwanza hadi 11, neno kukaa limezungumzwa mara 10. Kwa nini lirudiwe mara 10? Na kukaa inamaanisha nini haswa? Na kwa nini atumie mfano wa mti wa mzabibu kuelezea uhalisia wa maisha yetu katika kujenga mahusiano, kukua katika uhusiano na Mungu? Alitumia mzabibu kama mti ambao ni kielelezo, ambao ulikuwa ni mti katika mazingira alikuwa akificha kipindi hicho, ulikuwa ni mti unaofahamika sana. Na alipokuwa akitoa maelezo haya
Pembeni kulikuwa nazunguka na mizabibu ambao watu walikuwa naiona na walikuwa nalinganisha maisha ya mzabibu kama shina lenyewe, mti wa mzabibu, na matawi namna ambavyo yanapaswa kuwa na mahusiano. Matawi yenyewe hayawezi kukua yenyewe, kuzaa matunda yenyewe, yanahitaji kuwa na mahusiano na shina, yani kujiungamanisha na shina ili yaweze kutoa matunda na kuendelea kupendeza zaidi. Kwa katika mahusiano wanatunaangalia kwamba katika mahusiano haya kwamba mkulima wa mzabibu ni Mungu Baba, lakini mzabibu wenyewe ambao ni shina ni Kristo mwenyewe, nasi ni matawi. Ili tuweze kuzaa matunda, tunapaswa kukaa ndani ya mzabibu, yani kujenga yale mahusiano na Mungu kila siku, ndio ukuaji wetu kiroho. Tunapoambiwa tukae kivipi? Tukae miguuni pa Yesu, kujifunza neno la Mungu kila siku, usipite siku bila kupata nafasi ya kukaa kujifunza neno la Mungu, yani kulisha kiroho kila siku. Kukaa miguuni pake kwa njia ya maombi, tuwe na wasaa wa maombi, kumshukuru Mungu, kumsifu Mungu, kueleza pia mahitaji yetu. Na kwenye kitabu cha Filipi 4:6 anasema msijisumbuke neno lolote, bali katika neno kusali, kuomba na kushukuru. Kwa tupate muda kukaa miguuni pa Yesu kwa njia ya maombi. Jambo la pili. La tatu, kukaa miguuni pa Yesu kwa namna ya kushiriki na wengine upendo wa Kristo. Haya yote tunapoyafanya matatu haya, yani kukaa kwa kujifunza, kukaa kwa maombi, kukaa kwa kushuhudia, tukiongozwa na Roho Mtakatifu tutafanya kwa ufanisi zaidi, na haya yanajenga mahusiano ya karibu na yakina na Mungu. Kwa ndio maana ameudia neno kukaa mara 10 yakimaanisha kwamba ili tuweze kujenga uhusiano wa kukua katika Kristo katika maisha yetu kila siku, tupate muda wa kukaa na Kristo, kujenga urafiki wa kina katika maisha yetu ya Kikristo. Kwa mahusiano ya mti wa mzabibu na matawi ni ya kina zaidi. Maana nasema kila tawi lisilozaa huliondoa, yani analipruni, na tawi likatwa kwenye shina la mzabibu maana litanyauka. Na likinyauka, yule mkulima atakusanya yale matawi yaliyonyauka na kuyapiga moto, itakuwa yafai kabisa. Sasa tusubiri tukate kutoka katika shina la mzabibu, tukubali yale makemeo na kuturudi kwa Kristo ili tuweze kuwa salama katika mahusiano yetu na Mungu. Kwa tunapewa fursa nyingine ya kujishikamanisha na Kristo kama tawi katika shina. Na hii inawezekana tu pale tunapoamua kusalimisha yote. Anasema katika fungu la 5 la Yohana 15 fungu la 5, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ni kweli kabisa. Matawi pasipo shina hakuna uhusiano wote. Badala yake ni kunyauka na kutupwa motoni na kuungua. Kwa hiyo tuweze kuwa na ufanisi katika ukuaji wetu wa na Mungu kila siku, sharti tujishikamanishe na Kristo kama tawi na kujishikamanisha na shina la mzabibu. Hapo ndipo ukuaji wetu wa kiroho utakuwa kila siku, na hivyo tutapiga hatua katika mahusiano na Mungu ya kina ya kila siku katika maisha ya kiroho. Asante. Naam, wakati mwinjilisti Masaka anaeleza hapo, nikakumbuka mahali fulani katika Yeremia inaonekana kuna mzabibu baadaye ulibadilika kuwa mzabibu mwitu. Sasa mzee Masaka amezungumza sana namna ambavyo mzabibu unavyohitaji kushirikiana matawi na nini. Sasa mwinjilisti Baraka, wewe unasemaje mzabibu mwitu isije kawa katika maisha ya kawaida mtu anaweza kubadilika kutoka kuwa mwema au kwa namna yote? Natamani uelezee hilo fungu tuweze kupata kichambuzi zaidi maana yake, tukihusianisha namna ambavyo tunapaswa kuunganisha katika pendo la Kristo kupitia mfano huu wa mzabibu. Na asante sana. Mara nyingi huwa inatokea mtu ni Mkristo safi na ni mzabibu unaozaa matunda mazuri, na kila mtu anafurahia kwa kazi nzuri anayoifanya huyu mtumishi, na akionyesha kwamba ni mtu ambaye ameambatana sana na Yesu. Lakini ghafla huwa tunaona anageuka, anaanza kufuatisha mambo mengine, au anaanza kugubikwa na skendo za aina mbalimbali kanisani. Haya mambo tusiyashangae, kwa sababu hata Biblia imeandika kwamba kati yetu pia kuna watu hugeuka kuwa mzabibu mwitu. Ndio hilo fungu la Yeremia 2:21 linavyosema, nikilisoma linasema, nami nalikuwa nimepanda mzabibu mwema sana. Alafu anamaliza kusema mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje? Ndio swali. Yaani huyu mtu alikuwa ni Mkristo safi kabisa kanisani, ni mtu wa kufanya injili kabisa, ni mtu wa kuongoa roho, inakuwaje amegeuka? Alafu anasema kama ile Yohana 15:1 inavyosema kwamba Mungu anakupalilia, si ndio?
ndo mkulima huyu. Lakini pia anasema atakata majani. Anasema sasa hapa tu sio Mungu anakata majani, kuna vitu anafanya huyo mkulima. Anasema la kwanza, maana ujapojiosha kwa magadi na kujipaka kwa sabuni nyingi, lakini uovu wako umeandikwa mbele za Mungu, asema Bwana Mungu. Yani sasa huyu mtu, hawa watu ambao wanakuwa wema, mzabibu mzuri, kuna wakati wanahama, wanakuwa sasa mzabibu mwitu, wanaanza kujisugua kwa sabuni, kujipendekeza kwetu tuwaone ni wema. Wanaanza kujisafisha, wanatengeneza press conference nyingi makanisani waonekane ni wema, lakini kumbuka wameshageuka. Sasa kitu pekee ambacho kinaweza kikamsafisha huyu mtu ni lazima arudi pale pale kwenye Yohana 15. Ni lazima tuarudi pale pale kwenye Yohana 15 na isome, ambayo inamwambia akae ndani ya Mungu tena. Lazima akubali. Kumbuka kule Ufunuo inasema akishaturudi anataka tufanye bidii. Tufanye bidii kufanyaje? Kutubu, si ndio? Huyu mtu aliyegeuka na umejigundua kwamba umegeuka njia ya Mungu, umekuwa mzabibu mwitu, unazaa matunda mabovu. Usianze kutafuta sabuni nyingi kujisafisha. Wala usitafute isopo ili ungae. Rudi huku. Tubu. Mpenzi mtazamaji, tumejadili mengi sana kuhusiana na mambo ya mzabibu na mambo ya ujumla sana kuhusiana na namna ambavyo tunapaswa kuwa na mahusiano yaliyonyoka na Mungu. Na kufikia hatua hii tupate mapumziko mafupi, tutarejea hivi punde. BW Media, stay informed. Naam, mpenzi mtazamaji, tumerejea baada ya mapumziko mafupi. Nikukumbushe tu kwamba kipindi hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia, na bado niko na wachambuzi ambao tunaendelea kuangalia sana somo hili la kwanza, na tunaendelea tena katika mfano ule ule wa mzabibu, tukisoma katika Luka sura ya 11 mstari wa 13. Somo linaeleza kwamba Roho Mtakatifu ni kama utomvu wa mzabibu. Sasa mwinjilisti Masaka natamani uelezee hapo uhusiano wa utomvu na mimea mpaka inakuwa baadaye muunganiko huu upoje, ukihusianisha sana na namna ambavyo Roho Mtakatifu anaainishwa katika aya hii. Karibu. Katika kitabu cha Luka sura ya 11 aya ya 13, Biblia inazungumzia habari ya Roho Mtakatifu, na haya ni maneno ya Kristo mwenyewe akiongea pamoja na wanafunzi wake. Anasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Katika maisha ya mmea ambao tumejifunza muda sio mrefu, mzabibu unakuwa na mizizi. Na mizizi kazi yake ni kufyonza unyevu au maji kutoka ardhini. Unaenda katika mizizi, na mizizi inapeleka ule unyevu au yale maji katika shina, na shina linatengeneza utomvu. Na utomvu unasafiri moja kwa moja hadi kwenye matawi na kuleta uhai katika matawi. Na matawi yanaonekana yanawili, yanachipuka, yanatoa maua na hatimaye matunda. Lakini sababu ya mtiririko huo kutoka katika maji yanyonyo katika mizizi tengeneza utomvu hadi matawi kuweka katika hali ya kustawi. Na hali ni muunganiko mzuri katika shina, na hii inatuelekeza katika uhitaji wetu kama kanisa, kama mtu mmoja mmoja, kwamba tunahitaji Roho Mtakatifu katika kujenga uhusiano wetu katika ukuaji na Mungu. Tunahitaji Roho Mtakatifu ili aweze kutuunganisha na kutushikamanisha kama utomvu, kama gundi, ili mahusiano yetu yaweze kudumu katika maisha yetu ya kiroho. Tunahitaji Roho Mtakatifu, na hapa ameelezewa Roho Mtakatifu kama utomvu. Katika aya mbalimbali za maandiko tumeona namna Roho Mtakatifu anavyoelezewa kwamba ni msaidizi. Lakini Roho Mtakatifu anatukumbusha yote. Lakini Roho Mtakatifu anatuongoza katika kweli yote. Lakini Roho Mtakatifu pia anatusadikisha kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Lakini pia Roho Mtakatifu ndiye anayemshuhudia Kristo. Kwa tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa kila nyanja ya maisha yetu ya kiroho. Katika usomaji neno la Mungu na Roho Mtakatifu atuongoze tujifunze na Mungu na tulielewe. Lakini pia katika maombi Roho Mtakatifu atuongoze tuombe kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa kila nyanja ya kiroho katika utendaji wetu na katika masuala na Mungu na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kila kitu. Kama alipohitaji kuu kwa kanisa leo ni kipawa cha Roho Mtakatifu.
Sasa Roho Mtakatifu, kumbuka hii ilikuwa ni ahadi. Roho Mtakatifu ni ahadi ya Yesu kwa wanafunzi na jamii ya waaminio, kwamba wasijione wapweke, si kwamba wameachwa peke yao. Watapata zawadi ya Roho Mtakatifu. Tena anasema atamuomba nani? Baba. Maana yake Roho Mtakatifu asingeombwa tusingempata sisi, ila kwa sababu ya upendo ule ule tuliosoma wa Yesu, anamuomba Baba kwamba Baba atawapatia Roho Mtakatifu. Na sisi tunaona kule siku ya Pentekosti Roho akionekana kwa wanafunzi au mitume kama ndimi za nini? Za moto, na akionyesha ishara zake. Sasa tutasema kazi zake za kwanza ni nini? La kwanza, Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Kuna mambo ambayo ameagizwa Roho Mtakatifu kutusaidia, yale ambayo kwa uwezo wa kibinadamu hatuwezi kuyaona. Ndio maana hata vipawa anayegawa ni Baba kwa kupitia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu pia anatusaidiaga kuomba. Anasema Roho Mtakatifu anaomba kwa kunini? Kwa kulia, kwa kuugua kabisa. Lakini sisi tukiomba hata malaria haipandi. Lakini Roho Mtakatifu akiomba anatusaidia, kuna vitu anatusaidia. Lakini pia aishi hapo, anasema Roho Mtakatifu anamfunua Yesu kwetu. Kadiri vitu ambavyo tulikuwa hatuvielewi kwa Yesu Kristo, ndivyo tunavyoelewa kwa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye hutupatia mafunuo. Kuna wiki hii ya vijana inaendelea na kuna hili somo la mafunuo. Tutajifunza kwamba mawazo anetuwazia ni Mungu. Lakini sisi tunaomwamini Mungu tunapata mafunuo. Hatutaki kuwa na mawazo. Ndio maana unapokuwa unatembea kwenye hali ngumu, Mungu anakupatia mafunuo mapya ya kukutoa kwenye hiyo hali. Hakupatii mawazo. Akikupa mawazo utakufa kwa depression, lakini anakupa mafunuo ili uchomoke pale. Haleluya. Kwa Roho Mtakatifu huyu anamfunua Yesu. Mafunuo yanaanzia kwa Roho Mtakatifu. Kwa ukitaka kupata mafunuo, ujue mambo yanayokuja kesho na kesho kutwa, mtafute sana Roho Mtakatifu. Ukiwa naye atakufunulia. Kwa nini? Kwa sababu alianza kuonekana kwa Yesu kwa mfumo wa ua, si ndio? Lakini kwetu sisi anakaa nasi moyoni, akitufunulia mapenzi ya Baba ambayo Yesu alitufundisha, lakini na sisi anazidi kutufundisha. Lakini huyu Roho ni msaidizi, akitusaidia sisi kwenye Yohana 16:7 na 8 pale. Anasema kwamba yeye utusaidia hapa. Ngoja hii nisome kidogo. Yohana 16 mstari wa 7 ili mpenzi mtazamaji atembee nami. Anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana nami nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Na yeye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Haleluya. Muona kazi za Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu, kumbuka, anasema wakati wa mwisho amri za Mungu zitaandikwa katika mioyo yao. Maana yake sisi tutaandikiwa kwa kutumia nini? Penseli hii hapa. Sasa Roho Mtakatifu anasema akishakuja huyu Roho Mtakatifu, moja, atahubiri mambo ya habari ya dhambi. Ndio maana ukitenda dhambi Roho inakusuta. Yule ni Roho Mtakatifu, anakuambia hiki ulichokifanya si kitu chema. Lakini pia anakuambia nini? Anakuambia kuhusu hukumu, kwamba hii dhambi mwisho wa siku utafanyaje? Utakufa, utahukumiwa, utachoma moto, acha. Lakini pia anakuambia kuhusu mambo ya ulimwengu unaokuja, kwamba ukiiacha hii dhambi, siku moja Yesu ataporudi utaenda wapi? Utaenda mbinguni. Lakini anamalizia kwa habari ya kutuongoza katika kweli yote. Haleluya. Huyo Roho Mtakatifu aishi tu kusema hukumu, kusema dhambi. Ile 13 anasema, lakini yeye atapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza, awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Haleluya. I like it. Yani huyu Roho Mtakatifu ni kumuomba sana, na tukiwa naye atatupasha habari, na ndio wito tunaomaliza nao. Asante. Roho Mtakatifu anaongea na dhamiri zetu, na katika maisha ya kawaida ndani ya dhamiri zetu kuna nguvu mbili ambazo huwa zinashindana, maana tunaishi katika ulimwengu wenye pambano kuu kati ya wema na uovu. Nguvu ya wema na nguvu ya uovu. Na nguvu ya wema na nguvu ya Roho Mtakatifu, na nguvu ya wema na nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya uovu na nguvu na roho wa shetani au shetani mwenyewe.
Kwa katika maamuzi fulani unataka kuyafanya wakati fulani yakiwa mema, kuna sauti fulani huwa inakusihi uache baya na ufanye maamuzi mazuri, lakini kuna sauti nyingine pia inakushauri ufanye maamuzi mabaya. Kwa hiyo kuna nguvu mbili huwa zinashindana hapo. Roho Mtakatifu huwa anaongea ndani ya dhamiri zetu, na anapoongea ndani ya dhamiri zetu anatuongoza kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, kufanya maamuzi ambayo ni sahihi, yanayotusalimisha katika mikono ya Mungu ambao ni salama. Dhamiri zetu mara nyingine kama ziongoza Roho Mtakatifu zinapenda kufanya yale mambo ambayo ni ya ubinafsi, ya kwetu wenyewe, ambayo hayampendezi Mungu. Kwa namna kutofautisha kati ya dhamiri na Roho Mtakatifu ni ya maamuzi ambayo unaongozwa kufanya yale yeye anaongoza katika mapenzi ya Mungu, ndio kipimo kipekee cha kufahamu kama hii ni Roho Mtakatifu au dhamiri yangu binafsi. Kama anaongoza katika maisha yako binafsi ya uchoyo ya kiroho, basi ujue hiyo ni dhamiri yako mwenyewe, haongoza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ataongoza katika kutenda yaliyo mema, kufanya yaliyo yanayompendeza Mungu, kujisalimisha kwake, kujenga mahusiano na Mungu kila siku. Huyo ni Roho Mtakatifu. Na tunapojifunza kuhusu namna ya kukua katika uhusiano na Mungu, ni somo la pekee ambalo linatuongoza. Jambo la kwanza ni vyema tukafanya tathmini ya maisha yetu, tukafanya check up ya kiroho, tuone kama je, kuna mahali gani pempungua. Unapofanya tathmini utagundua kwamba kuna mahali fulani pempungua, na unajitathmini wewe ukijilinganisha na upendo wa Mungu. Je, kuna mahali gani ambapo unahitaji nipasaishe? Ndio maana kwenye kitabu cha Ufunuo 2 fungu la 10 nasema kwamba umepungua, umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi uwe na bidii ukatubu. Unatathmini upendo wangu ni hichi nilipompokea Kristo. Ule mwamko wangu wa kiroho niliokuwa nao hapo awali, bado naendelea nao? Ule moto niliokuwa nao wakati nampokea Kristo, je, bado naendelea nao? Kama nimekuta na hali fulani ya kupoa, ni wapi nimepungua? Ni wapi niongeze nguvu? Ni wapi nirejee katika mahali ambapo naweza kujenga mahusiano na Mungu katika Kristo, ili niweze kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Kwa hiyo somo hili ni somo zuri, linatufundisha kwamba ni vyema katika maisha yetu tuwe tunafanya tathmini ya mara kwa mara, kuangalia ukuaji wetu wa kiroho unaendaje. Je, mahusiano yetu na Mungu yanaimarika au yanazorota au yananyong'onyea? Tunapogundua, ni vyema kufanya matengenezo mapema na kukubali ushauri wa Yesu kwamba yote ni wapendao na wakemea na kurudi, ili turejee katika njia iliyo salama, ili tutembee sawa na Mungu. Asante. Na baada ya maelezo hayo ya Mwinjilisti Masaka, sasa ni nafasi yako mchambuzi Baraka. Mtazamaji katika somo hili anatoka na mambo gani yenye mkazo hasa ambayo kimsingi anaweza kachukulia katika maisha ya uhalisia? Naam, asante sana. Kumbuka somo linasema kukagua uhalisia. Uhalisia wetu kiukweli, tukijichunguza tu hatupo sawa. Na hatupo sawa kwa sababu hii ni vita na tunapigana kila siku. Na ndio maana waandishi hawa wa lesoni wanakuja na mtazamo ambao unatupa hamasa sisi ambao tupo chini kiroho kuinuka. Na wanatupendekezea njia nyepesi na nzuri sana ambazo tukizifuatisha tutakuwa watu hodari na watu ambao Mungu mwenyewe anawataka. Na hatutakuwa mizabibu mwitu wala hatutakatwa matawi yasiyozaa. Kwa nini? Kwa sababu hali zetu tukishajua ni mbaya, sehemu pekee ya kuzikimbiza zikapate tiba ni kwa Yesu Kristo, aliyesema hakuja kwa ajili ya watu waliopona, kwa sababu wagonjwa wanahitaji tabibu na tabibu wetu ni Yesu Kristo. Lakini pia cha kuondoka nacho ni kwamba tusipungue juhudi ya kumtafuta Yesu. Na hiyo juhudi tutaipata kwa kumuomba Roho Mtakatifu ambao ndio utomvu utatuambatanisha sisi na nani? Na Yesu. Na huu utomvu, kumbuka, mmea unatengeneza utomvu kila siku. Kila siku unatengeneza utomvu. Kwa nini? Ili mti upate chakula chake. Hata sisi kila siku inabidi tumuombe Roho Mtakatifu. Tusiache kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu ili tujiambatanishe na nani? Na Yesu. Na tukijiambatanisha na Yesu, Yesu ametupa zawadi kama tulivyosoma kule katika Ufunuo 3:21 kwamba tutaenda kuketi pamoja naye katika kiti cha enzi anachoketi na nani? Na Mungu. Sasa kama kuna hiyo fursa na sisi tunataabika tu hapa na jua kali duniani, tunataabika, hatuna hela, tunataabika na taabu hizi, kwa nini tusijiambatanishe sehemu ambayo ni uhakika kwamba siku moja tutakaa na Yesu milele? Kwa hili ni pendekezo langu, lakini pia nakupendekezea na wewe, wapendekezee na wengine kwamba sehemu sahihi ya kukaa ni kwa Yesu Kristo.
na tukidumu kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu, na kielelezo ni Yesu mwenyewe akionekana asubuhi, jioni, mchana akimuomba Baba kupata nguvu ya siku inayokuja. Kwa hiyo tusiache kuomba. Asante sana. Injilisi Masaka pia katika somo la leo ambalo binafsi nimeliona ni zuri sana, mtazamaji anatoka na mambo gani? Mtazamaji, napenda kukupatia wito. Na kitabu cha Ufunuo 3 fungu la 20, Yesu anasema anasimama mlangoni na bisha. Jambo la kwanza, fungua moyo wako ili Yesu aingie. Mkaribishe. Na anasema atakaa pamoja na wewe na atakula pamoja na wewe. Katika kukua na uhusiano na Mungu, ili tuweze kuwa na uhusiano na Mungu wa kina na wa karibu na kufanya urafiki naye, jambo la kwanza, hatuwezi kuwa na uhusiano karibu na Mungu ya kila siku endapo hatujafungua milango ya mioyo. Ndio maana wito wangu wa kwanza, fungua mlango wa moyo wako. Tunapoanza somo la kwanza hili la kutathmini maisha yetu ili tuweze kutembea pamoja katika masomo haya 13, jambo la kwanza na wito wangu kwamba fungua moyo wako ili Yesu aingie. Na anapoingia kwako atakuongoza kufanya tathmini ya hakika, na utagundua wapi umeanguka, na utafanya matengenezo, na utatembea katika mahusiano na Mungu ya kila siku, na utaendelea kukua, na utakuwa na muunganiko mzuri na Roho Mtakatifu kama utomvu, ili kuweza kukua katika matawi ya mzabibu yenye kuchanua na kuzaa matunda ya hakika. Bwana tubariki tunapokuwa tukiendelea na masomo haya. Leo kwa somo la kwanza, basi na tuombe. Asante Mungu wetu kwa somo hili zuri. Tumejifunza namna gani katika maisha yetu ya kiroho tunaweza tukafanya tathmini ya kila siku na kugundua wapi tumeanguka, tumekosea, na wapi tunahitaji toba na matengenezo na kukemewa na Kristo. Tunafungua mioyo yetu, Yesu ingie, utuongoze. Tuanze safari hii ya masomo 13 katika miezi mitatu. Tunahitaji unapoongea na mioyo yetu, tuongoze masomo tupate kuyaelewa na tubadilike katika maisha ya kiroho ya siku hadi siku. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Naam, nami naungana na timu ya uchambuzi kwamba uhusiano na Mungu hubadilisha kila kitu katika maisha yetu. Lakini somo la leo linatukaribisha kujichunguza, kujitathmini na kuwa na mtazamo chanya, huku tukijilinganisha maisha yetu na ya Kristo. Niendelee kuwakaribisha pia wachambuzi katika somo lijalo. Na ikiwa ni mara ya kwanza, basi endelea kufuatilia channel ya BW Media kwa vipindi mahususi vyenye kuleta na kuimarisha hali zetu za kiroho. Kwa heri kwa sasa.